ni timu ambayo wakati unapokwenda kufunga au kuwashambulia wana uwezo bora wa kuweza kukukamata katika maeneo yote ya kiwanja na kuweza kupiga mashambulizi ya kushtukiza. Pigo la kushtukiza kwako. Sasa je, una uwezo wa kushikilia bomba? Na kwa nini nasema hii? Kwa nini? Kwenye mechi za knockout, ngumi jiwe, Simba haijawahi kuwa na matokeo chanya kwa timu ambayo ni bora barani Afrika kupata matokeo chanya Simba kwa mechi ya knockout. Ngumi jiwe. Kwamba sasa Simba imeshinda, either imekwenda robo finali kwa timu bora Afrika. Sawa. Imekwenda nusu finali kwa timu bora Afrika. Imekwenda finali kwa timu bora Afrika. Imechukua ubingwa kwa timu bora Afrika. Sawa. Labda itokee sasa kwa 2% ambazo nimeziweka. Unaweza ukaninukuu vibaya kwa sababu nimetoa 2%. Lakini nimesema ninaipa 2% ya kuchukua ubingwa kwenye 100%. Sawa? Kwa hata kama itokee imechukua ni 2%. Kwa nini? Ubora wa Simba ni tofauti na RS Berkane. Alafu hii ni mechi ya finali, sio ya hatua ya makundi. Sio. Kwa attention ya game hii ni kubwa kuliko attention ya group stage. Sasa ubora wa Berkane ni kwenye maeneo yote. Simba haina ubora kwenye maeneo yote. Simba ina madhaifu ikikamatika kimbinu. Sawa. Lakini Simba ni nzuri kiufundi, lakini sio sana kama RS Berkane. Na kibaya ni kwamba mechi hii Simba inaingia wakati inaongozwa goli hizi 2. Goli hizi 2 sio za Al-Masry. Hizi goli 2 ni za RS Berkane. Maana yake nini? Simba inatakiwa ikawe na ubora wa kujilinda kwa 1% kubwa. Sawa. Simba inatakiwa ikatengeneze bato kwenye midfielders kwa 1% kubwa. Simba inatakiwa ikatumie nafasi kwenye eneo la ushambuliaji kwa 1% kubwa. Sasa ikileta utani kwenye haya matatu ambayo nimeyasema, kushinda kwake Simba Sports Club itakuwa ni ngumu. Yani ikileta utani kwenye maeneo ya matatu ambayo nimeyasema itakuwa ni ngumu. Simba ikisema icheze kujilinda, Sawa. ndo ni hatari zaidi. Kwa sababu cha kwanza utakuwa unachelewa kulipata goli. Cha pili utakuwa na ruhusu mashambulizi muda mwingi bila wewe kuweza kushambulia. Maana kaa nyuma unalinda tu. Katika kitu ambacho ni kibaya zaidi, RS Berkane walichokimaki ni flanks za Simba. Wakati tunanioji mwanzo nilikwambia mechi ya Morocco Simba ikikamata Mpanzu, Kibu Dennis, Sawa. Masai amenyang'anywa Sime. Lakini kwa mechi hii kama RS Berkane ikikamata tena hawa na kuwachakata kwenye mido, polisi kapiga na mbwa zake. Ndio kama kile Mpanzu onekani. Narudia tena. RS Berkane ikimkamata Mpanzu, Kibu, Fabrice Luamba Ngoma na muongeza mwingine, ikishika hawa watatu, RS Berkane inakwenda kupiga polisi na mbwa zake uwanja wa Amani Zanzibar. Sawa, kama ikifanikiwa kuwakamata hawa watatu. Ndio maana nasema 2% kwa Simba kushinda. Sijui kuchukua ubingwa lakini kushinda. Sijui kuchukua ubingwa ila kushinda. Sio zake ni ndogo sana. Kuna maneno ya mtaani, then kuna wakati mnawaachia wachezaji kwenye pitch. Ndio. Yaani ni kama ndoa. Ukumbini mpo wengi. Baadaye mnakukaa wewe na mume wako ndani. Mnaanza maisha. Ndio hiki kilichopo. Unaelewa? Nakuelewa. Simba inatakiwa ikawe na umakini haswa
Isipokuwa makini Simba kwenye hii mechi, silifungwa 2 kule, zinaweza idadi za magoli zikaongezeka. Hapa nyumbani. Simba isipokuwa makini kwenye mechi hii, silifungwa 2. Hapa inaweza kafungwa 3. Isipokuwa makini. Isipokuwa makini. Nchi hii tuna Waswahili hawajui Kiswahili. Narudia tena, Simba isipokuwa makini kwenye mechi hii, inaweza kafungwa goli 3. Isipokuwa makini katika kuweza kujilinda na kutumia nafasi ambazo wanakwenda kuzitengeneza, inaweza kupigwa miguu ya bajaji hapa, isipokuwa makini. Lakini ukiangalia ubora wao wakiwa nyumbani wanakuwa kidogo na ubora mzuri. Ubora kwa nani? Umecheza na nani? Na ni hatua ipi? Yaani mimi ukiniambia Simba imekuwa bora, ni kuuliza maswali mawili tu. Ubora kwa nani na umecheza hatua gani? Tulokutana naye na hatua gani? Hatua ya makundi kila mmoja anafanya ufiti na kwenye eneo lake ili ajikusanyie pointi. Hapa sio pointi. Hapa ni ubingwa. Sawa sawa. Wewe unahisi kwa nini asilimia zangu zimeshuka? Ni kwa nini? Ni kutokana hii ni mechi ya mwisho. Berkane anataka ubingwa huu wa mara ya 3. Simba inataka ubingwa wa mara ya kwanza na kwa tu inaingia ishafungwa. Unaelewa? Nakuelewa. Sawa? Kwa nini maana yake? Simba lazima ikatulie. Lakini vinginevyo polisi kapigwa na mbwa zake Amani Zanzibar mapema tu. Inaenda kutokea hiyo. Eleweni ninachokisema. Sawa? Eleweni ninachokisema. Simba kama itaamua kujilinda, iwe na shabaha ya mashambulizi kuyatimilisha. Sawa sawa. Si unajilinda, umepiga shambulizi lako, kafunge mazima. So umejilinda ufungi, utachoka. Timu inapokuwa inajilinda muda mwingi, alafu haipati magoli, inachoka. Sasa mpinzani unayecheza naye ni wa aina gani? RS Berkane, ambaye yeye anaweza akaja kwenye robo saa ya mwanzo akakupressure, akakupa pressure. Sawa sawa. Ukaumbuka. Nini maana yake? Narudia tena. Uelewe hapo. Umakini. Isipokuwa na umakini. Isipokuwa na umakini. Na hii mechi Simba ingekuwa na Mwamba Lusaka Triple C hii mechi. Hii mechi ilikuwa na mfai sana. Chama huyo. Yaani ilikuwa inaimaliza mapema. Triple C Mwamba Lusaka, Chama, Mwamba Lusaka, Chama ndio mechi zake za pressure hizo. Inahitajika hapo. Sana. Sana, sana. Mwamba Lusaka sana. Ya maana huwa pale anaweza kazidiwa na Chama kwa uwezo wake. Kwa sababu ninaiona ni mechi ambayo ikawa ni ya tofauti. Waarabu wengi wamekuwa akija bara na kujiangusha. Hii ni finali, aanguki mtu. Labda atakakushinda. Hao wanataka wamalize. Simba wasipokuwa makini hii mechi, baada ya kuchinjiwa huku watachinjiwa huku. Simba isipokuwa makini, Simba isipokuwa makini mechi hii, baada ya kuchinjiwa huku unachinjiwa huku. Sasa ukiruhusu RS Berkane ishinde, maana kunachinjiwa huku. Tena napanga butu kwa mpaka limalize. Asala aleki. Nakwambia ni mechi ngumu. Simba lazima ipambane. Watu wanaiona kawaida tu huko mtaani. Unajua wenyewe miona unajua. Wanaongea. Na kitu kibaya sana, Simba wote wamekubali Berkane timu kubwa. Na lazima ukubali ni kweli timu kubwa. Berkane hawa sio mashujaa wa kucheza dakika 620 mpaka saa 4 usiku KMC. Hapana. Hapana, hapana. Hapana. Kwa hiyo ni mechi ambayo kwa Simba ina kazi kazini. Lakini kuelekea hii mechi Chuma bwana, tumeona Mo Dewji naye pia hapo jana aliandika ujumbe mrefu sana, lakini ujumbe wake mkubwa inaonyesha kwamba kwenda kucheza hii mechi kabla ya maoneo fulani kuhusiana na kiwanja nini. Kitendo cha baadhi ya viongozi kulaumu kwa nini mechi imepelekwa Zanzibar ni kuikosea Zanzibar. Kwa sababu Zanzibar sio Bujumbura. Zanzibar ni Tanzania.
Viongozi hao wanalalamika kwa sababu wamekosa viingilio. Wanalalamika kwa sababu gani? Viingilio. Hivyo nataka kuna boy Simba ifunge Berkane Benjamin Mkapa finali. Subutu yako. Ungepigwa mpira pale, ungepigwa mpira hapo Benjamin Mkapa. Ushakutana zile mechi kwamba ushafungwa lakini huku fungu limeingia. Ndio ilikuwa mechi ya Benjamin Mkapa. Wale wanaumia get collection wangu, get collection. Wanafikiri kwa nini pesa hazijarudi zile pesa? Unadhani kwa nini pesa hazijarudi? Sijajua kwa nini. Sasa zinakuja kuenda kwenye matukio mengine. Washabiki wa Simba au watu walionunua tiketi kwangu mimi hawajatendewa haki. Mechi ya finali imeshindikana kuchezeka Benjamin Mkapa. Kwa nini usirudishie hela yangu? Unanipeleka kwenye bonanza? Haiwezekani. Simba Day ni bonanza. Sawa, lile ni bonanza, sio mechi ya finali. Lakini maskini ya Mungu, watu ambao tuko nao wana mahaba kuliko uelewa.